Habari za wakati huu mwana SNS popote pale ulipo, karibu tena kwenye makala 360. Jina langu ni Frederick Bundala. Kwa miaka mingi watu wengi walikuwa wanaamini kuwa ushindani mkubwa wa dunia upo Ulaya, Mashariki ya Kati au Asia. Lakini kadri miaka inavyoenda, macho ya mataifa makubwa yanaendelea kuelekea sehemu moja muhimu zaidi duniani, Afrika. Bara ambalo kwa muda mrefu lilionekana kama soko la nyuma, sasa limekuwa sehemu muhimu sana kwenye siasa, biashara, teknolojia na usalama wa dunia. Leo hii karibu kila taifa kubwa duniani lina maslahi ndani ya Afrika. China ipo, Marekani ipo, Urusi ipo, Umoja wa Ulaya upo, UAE ipo, Uturuki, India na hata Saudi Arabia vinaongeza ushawishi wao. Na kila mmoja ana sababu zake. Wengine wanataka madini, wengine wanataka bandari, wengine wanataka ushawishi wa kisiasa, wengine wanataka masoko mapya ya biashara, na wengine wanataka ushawishi wao wa kijeshi. Tofauti kubwa ni kwamba ushindani wa leo hauonekani kama ukoloni wa zamani. Miaka ya nyuma mataifa makubwa yalikuwa yanatumia majeshi kuingia Afrika moja kwa moja. Kulikuwa na uvamizi wa wazi, utawala wa kikoloni na matumizi ya nguvu za kijeshi kutawala maeneo mbalimbali. Lakini dunia ya sasa imebadilika. Leo hakuna haja ya kutuma jeshi kubwa ili kupata ushawishi ndani ya taifa. Unaweza kutumia mikopo, uwekezaji, bandari, miradi ya reli, teknolojia, mipango ya kijeshi au biashara ya madini, na taratibu ukapata ushawishi mkubwa ndani ya nchi husika. Katika miaka hivi karibuni, Afrika imekuwa muhimu zaidi kwa sababu ya rasilimali zake. Bara hili lina baadhi ya madini muhimu zaidi duniani: cobalt, lithium, coltan, uranium, dhahabu, mafuta na rare earth minerals zinazotumika kwenye teknolojia za kisasa. Kadri dunia inavyoingia kwenye zama za magari ya umeme, AI, betri na nishati mbadala, umuhimu wa Afrika umeongezeka zaidi. Kwa mfano, Kongo ina sehemu kubwa ya cobalt ya dunia ambayo ni muhimu kwenye utengenezaji wa betri za magari ya umeme. Mataifa mengi makubwa yanaelewa kuwa bila access ya madini kama hayo, ushindani wa teknolojia ya baadaye utakuwa mgumu sana. Lakini sio madini pekee. Afrika imekuwa muhimu kwa sababu ya eneo lake ilipo. Bandari za Afrika zimekuwa muhimu kwenye biashara kimataifa. Bahari ya Hindi, Bahari ya Shamu na Atlantic zimefanya Afrika kuwa sehemu muhimu kwenye njia za usafirishaji wa dunia. Ndio maana mataifa mengi yanawekeza kwenye bandari, viwanja vya ndege, reli, barabara na sehemu za ununuzi ndani ya Afrika. Wakati huo huo, ushindani wa kijeshi nao umeongezeka. Katika maeneo kama Pembe ya Afrika na Sahel, mataifa makubwa yanaendelea kuongeza uwepo wake wa kijeshi kupitia kambi za kijeshi, mafunzo ya kijeshi pamoja na ushirikiano wa ulinzi. Kwa nje, mara nyingi uwekezaji huu huonekana kama ushirikiano wa kawaida wa maendeleo. Lakini wakosoaji wengine wanaamini kuwa nyuma yake kuna ushindani mkubwa wa ushawishi wa kimataifa. Kwa mfano, China imeongeza mikopo na miradi ya miundombinu. Marekani imeongeza ushirikiano wa ulinzi. Urusi imeongeza ushirikiano wa kijeshi. UAE imewekeza sana kwenye bandari na masuala ya ununuzi, logistics. Na Ulaya imeendelea kulinda maslahi yake muda mrefu ndani ya bara. Na hapo ndipo swali kubwa linaanza kujitokeza. Ni nani hasa ana nguvu halisi ndani ya Afrika leo? Je, ni mataifa ya Afrika yenyewe? Au ni mataifa makubwa ambayo yanaendelea kuongeza ushawishi wao kupitia pesa, biashara, teknolojia na usalama? Hilo ndo swali ambalo limeanza kujadiliwa zaidi kadri ushindani wa dunia unavyozidi kuhamia Afrika kimya kimya. Karibu tuangalie hili. Hii ni makala 360.
Kama kuna taifa ambalo limeongeza ushawishi wake ndani ya Afrika kwa kasi kubwa zaidi kwa miaka 20 iliyopita, basi ni China. Mwanzoni mwa miaka 2000, China ilikuwa bado haionekani sana ndani ya bara la Afrika ukilinganisha na Marekani au mataifa ya Ulaya yaliyokuwa na historia ndefu ya kisiasa na kiuchumi ndani ya bara hilo. Lakini taratibu hali ilianza kubadilika. Kadri uchumi wa China ulivyokuwa unakuwa kwa kasi, Beijing ilianza kutafuta masoko mapya, vyanzo vya malighafi, mafuta, madini na njia mpya za biashara duniani. Na Afrika ikawa sehemu muhimu sana ya mpango huo. Katika kipindi hicho, viongozi wa China walianza kufanya ziara nyingi zaidi barani Afrika. Makubaliano ya biashara na mikopo yakaongezeka. Kampuni za Kichina zikaanza kuonekana kwenye miradi mikubwa ya miundombinu karibu kila sehemu ya bara. Baadaye China ilizindua mpango mkubwa ulioitwa Belt and Road Initiative, mpango wa kimataifa wa kuunganisha biashara kupitia reli, bandari, barabara na miundombinu ya ununuzi, logistics infrastructure, katika sehemu mbalimbali duniani ikiwemo Afrika. Ndani ya Afrika, matokeo ya uwekezaji huo yalianza kuonekana haraka. Kenya ilijenga Standard Gauge Railway SGR kutoka Mombasa kwenda Nairobi kwa msaada mkubwa wa fedha kutoka China. Reli hiyo ilikuwa moja ya miradi mikubwa zaidi ya miundombinu nchini Kenya katika miaka ya hivi karibuni. Ethiopia na Djibouti nazo zilipata reli ya kisasa iliyounganisha Addis Ababa na bandari ya Djibouti, jambo lililosaidia biashara kwa nchi hiyo ambayo haina bahari. Tanzania pia iliingia kwenye miradi mbalimbali inayohusisha ushirikiano na China, kuanzia barabara, madaraja, reli na uwekezaji wa bandari. Katika nchi nyingi za Afrika, kampuni za Kichina zilianza kujenga barabara, viwanja vya ndege, bandari, madaraja, viwanja vya mpira na hata majengo ya serikali. Na tofauti na baadhi ya mataifa magharibi, China mara nyingi ilikuwa tayari kutoa mikopo na kuanza miradi haraka bila masharti mengi ya kisiasa kuhusu demokrasia au haki za binadamu. Hilo lilifanya viongozi wengi wa Afrika kuiona China kama mshirika anayetoa maendeleo ya haraka. Lakini kadri uwekezaji huo unavyoongezeka, mjadala mkubwa ukaanza kuibuka. Wakosoaji wa China walianza kusema kuwa Beijing ilikuwa inatumia kile walichokiita dirt diplomacy, yani diplomasia ya madeni. Kwa mujibu wa hoja hiyo, China ilikuwa inatoa mikopo mikubwa kwa nchi maskini kwa ajili ya miradi ya miundombinu, huku ikijua kuwa baadhi ya nchi hizo zingekuwa na ugumu wa kulipa madeni hayo baadaye. Na pale nchi iliposhindwa kulipa vizuri, China ingeweza kupata ushawishi mkubwa zaidi kwenye bandari, biashara au maamuzi ya kiuchumi. Mfano ambao hutajwa sana kwenye mjadala huo ni bandari ya Hambantota nchini Sri Lanka, nje ya Afrika, ambapo serikali ilikabidhi usimamizi wa bandari hiyo kwa kampuni ya Kichina baada ya changamoto za madeni. Wakosoaji wakaonya kuwa hali kama hiyo inaweza kutokea pia katika baadhi ya nchi za Afrika. Lakini upande mwingine wa mjadala unasema picha hiyo sio rahisi kiasi hicho. Wafuasi wa ushirikiano wa China na Afrika wanasema kuwa kwa miaka mingi mataifa magharibi yalizungumza sana kuhusu maendeleo ya Afrika, lakini hayakuwekeza kwenye miundombinu kwa kiwango kikubwa kama China ilivyofanya. Kwao China imejenga vitu vinavyoonekana: reli, barabara, bandari, madaraja pamoja na miradi ya nishati. Katika baadhi ya nchi, miradi hiyo imeboresha biashara, usafiri na uchumi kwa kiwango kikubwa. Mbali na miundombinu, China pia imeongeza uwepo wake kwenye sekta ya madini barani Afrika. Moja ya maeneo muhimu zaidi ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ina baadhi ya akiba kubwa zaidi za cobalt duniani. Madini hayo ni muhimu sana kwenye utengenezaji wa betri za magari ya umeme, simu na teknolojia nyingine za kisiasa. Kadri dunia inavyoingia kwenye zama za magari ya umeme pamoja na nishati mbadala, umuhimu wa cobalt umeongezeka sana, na China imewekeza kwa kiwango kikubwa kwenye migodi hiyo. Leo kampuni nyingi za Kichina zina ushawishi mkubwa ndani ya mnyororo wa usambazaji wa cobalt na baadhi ya madini muhimu yanayotoka Afrika. Hiyo ndio sababu baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa China haiioni Afrika tu kama soko la bidhaa zake, inaiona pia kama sehemu muhimu ya mustakabali wa teknolojia ya dunia.
Na kadri ushindani wa kimataifa unavyoendelea, ushawishi wa China ndani ya Afrika unaendelea kuongezeka. Kwa baadhi ya viongozi wa Afrika, China ni mshirika wa maendeleo. Kwa wakosoaji wake, ni nguvu mpya ya kiuchumi inayojenga ushawishi mkubwa sana ndani ya bara hili kupitia mikopo, biashara na miundombinu. Lakini bila kujali upande gani mtu anaamini, jambo moja liko wazi: China imekuwa moja ya mataifa yenye ushawishi mkubwa zaidi ndani ya Afrika ya sasa. Kwa kuangalia ukubwa wake kwenye ramani, watu wengi hawawezi kufikiria kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ni moja ya mataifa yanayoongeza ushawishi kwa kasi zaidi ndani ya Afrika. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, UAE imekuwa moja ya wachezaji muhimu sana kwenye biashara, ununuzi na usalama wa bara la Afrika. Tofauti na China ambayo ilijikita zaidi kwenye reli, barabara na miundombinu mikubwa, UAE imewekeza nguvu zaidi kwenye kitu kingine muhimu sana: bandari na biashara usafirishaji. Viongozi wa UAE walielewa mapema kuwa Afrika ina idadi kubwa ya watu, rasilimali nyingi na biashara inayokuwa kwa kasi. Pia walielewa kuwa yeyote anayekuwa na ushawishi kwenye bandari na ununuzi anaweza kuwa na nafasi kubwa kwenye biashara ya bara lote. Ndio maana makampuni ya UAE yalianza kuingia kwenye bandari nyingi za Afrika. Moja ya kampuni kubwa zaidi ni DP World, kampuni ya logistics na uendeshaji wa bandari yenye makao yake Dubai. Katika miaka ya hivi karibuni, DP World imewekeza au kuendesha bandari katika nchi mbalimbali za Afrika zikiwemo Somalia, Senegal, Angola, Msumbiji, Misri na maeneo mengi ya pwani ya Afrika. Lengo kubwa la UAE limekuwa kujenga mtandao wa bandari na logistics ambao utaifanya Dubai kuwa gateway muhimu ya biashara kati ya Afrika, Asia na Mashariki ya Kati. Kwa mfano, bandari nyingi za Afrika zimekuwa zikitegemea Dubai kama kituo muhimu cha usafirishaji wa mizigo na biashara ya kimataifa. Lakini ushawishi wa UAE haukuishia kwenye bandari pekee. Katika miaka ya hivi karibuni, UAE imekuwa pia kituo kikubwa cha biashara dhahabu kutoka Afrika. Dhahabu kutoka nchi mbalimbali kama Sudan, Mali, Kongo na Ghana imekuwa ikiingia Dubai kwa kiwango kikubwa mno. Wakosoaji wengine wanasema sehemu ya biashara hiyo imekuwa ikifanyika katika mazingira yenye ukosefu wa uwazi wa kutosha, hasa kwenye maeneo yenye migogoro au uchimbaji usio rasmi. Lakini kwa upande wa UAE, biashara hiyo imeisaidia Dubai kuwa moja ya vituo vikubwa zaidi vya biashara ya dhahabu duniani. Mbali na biashara, UAE pia imeongeza ushawishi wake kwenye siasa na usalama wa baadhi ya nchi za Afrika. Katika Sudan, UAE imekuwa ikitajwa mara kwa mara kwenye ripoti zinazohusiana na mgogoro wa ndani wa nchi hiyo. Ripoti mbalimbali zimeeleza kuhusu ushawishi wa UAE kupitia biashara, mahusiano ya kisiasa na ushirikiano wa kiusalama. Katika Somalia, UAE imewekeza kwenye bandari pamoja na ushirikiano wa kiusalama katika baadhi ya maeneo ya pwani. Pia imekuwa na mahusiano ya karibu na baadhi ya tawala za kikanda ndani ya eneo la pembe ya Afrika. Eritrea nayo pia imekuwa sehemu muhimu kutokana na mahali ilipo karibu na bahari ya Sham, moja ya njia muhimu zaidi za biashara duniani. Kwa ujumla, UAE imekuwa ikitumia mchanganyiko wa uwekezaji, biashara, logistics na mahusiano ya kisiasa kujenga ushawishi wake ndani ya Afrika. Na tofauti na mataifa mengine makubwa, UAE mara nyingi hufanya mambo haya kwa utulivu mkubwa bila umakini mkubwa wa kimataifa. Lakini wachambuzi wengi wa siasa za kimataifa, geopolitics, wanaamini kuwa UAE ina mkakati mkubwa sana kuhusu Afrika. Wanataka kuhakikisha kuwa Dubai inaendelea kuwa kituo muhimu cha biashara kimataifa kinachounganisha Afrika na dunia. Kwa sababu katika dunia sasa, yeyote anayesimamia logistics, bandari na njia za biashara huwa na nguvu kubwa ya kiuchumi na kisiasa. Ndio maana leo hii, licha ya kuwa taifa dogo kwa ukubwa, UAE imekuwa moja ya nchi zenye ushawishi mkubwa zaidi ndani ya Afrika kupitia bandari, biashara, usafirishaji, dhahabu na ushirikiano wa kiusalama.
Na kadri ushindani wa dunia unavyoendelea kuhamia Afrika, ushawishi wa UAE unaendelea kukua kimya kimya. Baada ya kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti miaka 1990, ushawishi wa Urusi ndani ya Afrika ulipungua sana. Kwa muda mrefu Marekani, Ulaya na baadaye China ndio zilionekana kuwa nguvu kubwa zaidi ndani ya bara. Lakini katika miaka hivi karibuni, Moscow imeanza kurejea tena Afrika kwa njia tofauti kabisa na ile ya zamani. Safari hii Urusi haikurudi na miradi mingi ya reli au miundombinu kama China. Imerudi zaidi kupitia usalama, silaha, ushirikiano wa kijeshi na ushawishi wa kisiasa. Katika kipindi ambacho baadhi ya nchi za Afrika zilikuwa zinakabiliwa na ugaidi, mapinduzi au migogoro ya ndani, Urusi ilianza kujenga mahusiano ya karibu na serikali zilizokuwa zinahitaji msaada wa haraka wa kiusalama. Na hapo ndipo jina la Wagner Group lilipoanza kusikika ndani ya Afrika. Wagner ilikuwa kampuni binafsi ya kijeshi yenye uhusiano wa karibu na Urusi. Kwa miaka mingi kundi hilo lilihusishwa na operesheni mbalimbali za kijeshi katika maeneo tofauti duniani, lakini Afrika ikawa moja ya sehemu muhimu zaidi za shughuli zake. Nchini Mali, serikali ya kijeshi ilianza kushirikiana kwa karibu na Wagner baada ya kuharibika kwa mahusiano kati ya Bamako na Ufaransa. Serikali ya Mali ilikuwa ikikabiliana na makundi ya wanamgambo na ilihitaji msaada wa kijeshi wa haraka. Wagner waliingia kutoa mafunzo, ulinzi, operesheni dhidi ya wanamgambo na ushauri wa kijeshi. Katika Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, Wagner walionekana kuwa na ushawishi mkubwa zaidi. Walisaidia kulinda serikali ya Rais Faustin Archange Touadera dhidi ya waasi waliokuwa wanajaribu kuingia mji mkuu wa Bangui. Baadaye ripoti mbalimbali zilianza kueleza kuwa Wagner walikuwa pia wamepata access kwenye maeneo ya madini, hasa dhahabu na almasi. Libya nayo ikawa sehemu nyingine muhimu ambapo Wagner walihusishwa na vita vya ndani ya nchi hiyo, hasa upande wa vikosi vya Khalifa Haftar mashariki mwa Libya. Katika maeneo haya yote, Urusi ilianza kujenga taswira tofauti na ile ya mataifa magharibi. Moscow ilijionyesha kama mshirika ambaye yupo tayari kutoa silaha, msaada wa kijeshi pamoja na msaada wa kiulinzi bila kutoa masharti mengi kuhusu demokrasia, uchaguzi au haki za binadamu. Na hilo ndilo liliwavutia baadhi ya viongozi wa Afrika waliokuwa wanataka msaada wa haraka wa kiusalama bila shinikizo kubwa za kisiasa kutoka magharibi. Kwa mfano, wakati mataifa ya Ulaya na Marekani yalikuwa yanazungumzia mageuzi, demokrasia, haki za binadamu pamoja na utawala, Urusi mara nyingi ilikuwa inazungumzia ulinzi na usalama, utulivu pamoja na ushirikiano wa kijeshi. Ndio maana baadhi ya viongozi wa Afrika walianza kuigeukia Moscow. Lakini pamoja na mikataba ya ulinzi, swala la madini lilikuwa muhimu sana pia. Ripoti mbalimbali zimekuwa zikieleza kuwa katika baadhi ya nchi, makundi yenye uhusiano na Wagner yalipata access kwenye migodi ya dhahabu, almasi na rasilimali nyingine muhimu. Wakosoaji wa Urusi wanasema ushirikiano huo mara nyingi ulikuwa ukihusisha ubadilishanaji wa ulinzi kwa ajili ya kupata access ya rasilimali. Kwa upande mwingine, baadhi ya viongozi wa Afrika waliona ushirikiano huo kama njia ya kupata msaada wa kijeshi ambao walikuwa hawaupati kwa haraka kutoka magharibi. Kadri ushawishi wa Urusi ulivyoongezeka, hali ya kisiasa katika baadhi ya nchi za Afrika ilianza pia kubadilika. Katika baadhi ya maandamano dhidi ya Ufaransa au magharibi, bendera za Urusi zilianza kuonekana mitaani. Moscow ikaanza kujijengea taswira ya taifa linalopinga ushawishi wa magharibi ndani ya Afrika. Lakini baada ya kifo cha Yevgeny Prigozhin mwaka 2023, kiongozi wa Wagner Group, kulikuwa na maswali mengi kuhusu mustakabali wa operesheni za Wagner Afrika. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanaamini kuwa ushawishi wa Russia ndani ya Afrika haukuishia kwa Wagner pekee. Kwa Moscow, Afrika imeendelea kuwa muhimu kwa sababu ya madini, ushawishi wa kisiasa, kura ndani ya Umoja wa Mataifa na ushindani wake dhidi ya Marekani, Ulaya na China. Na ndio maana leo hii, licha ya changamoto zake za kiuchumi na vita vya Ukraine, Urusi bado inaendelea kutafuta nafasi kubwa zaidi ndani ya Afrika kupitia silaha, mikataba ya ulinzi, ikiwa sasa Urusi ikiwakilishwa na Africa Corps, ambapo ni kundi la kijeshi la Urusi
linalofanya operesheni nje ya nchi, likidhibitiwa na kuendeshwa na serikali ya Urusi kwa lengo la kuunga mkono ushawishi wa kisiasa wa Urusi pamoja na serikali zinazoiunga mkono Urusi barani Afrika. Kundi hilo sasa limechukua kwa kiwango kikubwa operesheni zilizokuwa zikifanywa na Wagner Group barani Afrika kwa kuyachukua na kuyabadili jina pamoja na muundo wa shughuli zake. Kwa miaka mingi, Marekani ilikuwa moja ya mataifa yenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Lakini ndani ya Afrika hali ilianza kubadilika kadri China na Urusi zilivyoongeza uwepo wao kwa kasi. Mwanzoni, Washington haikuonekana kuwa na haraka kubwa kuhusu ushindani huo. Marekani ilikuwa tayari na ushawishi mkubwa wa kisiasa, misaada ya maendeleo pamoja na ushirikiano wa muda mrefu na nchi nyingi za Afrika. Lakini kadri China ilivyoanza kujenga reli, bandari na barabara, na Urusi kuingia kupitia mikataba ya kijeshi na ushirikiano wa kiulinzi, viongozi wa Marekani walianza kuona kuwa ushindani mpya ulikuwa unaanza ndani ya bara. Na hapo ndipo Marekani ilianza kuongeza umakini wake kwa Afrika. Moja ya hatua kubwa ilikuwa kuimarisha AFRICOM, yani United States Africa Command. Hiki ni kitengo cha jeshi la Marekani kinachosimamia operesheni zake za kijeshi na ushirikiano wa usalama ndani ya Afrika. Kupitia AFRICOM, Marekani imekuwa ikifanya mafunzo ya kijeshi, ubadilishanaji wa kiintelijensia, operesheni za kupambana na ugaidi pamoja na ushirikiano wa kiulinzi na nchi mbalimbali za Afrika. Kwa miaka hivi karibuni, Marekani imeongeza uwepo wake hasa kwenye maeneo ambayo yanaonekana kuwa muhimu kwa usalama wa kimataifa. Djibouti imekuwa moja ya maeneo muhimu zaidi. Nchi hiyo ndogo iliyo karibu na bahari ya Shamu imekuwa kituo cha kambi za kijeshi za mataifa makubwa duniani kutokana na umuhimu wa sehemu ilipo karibu na njia za biashara za kimataifa. Marekani ina kambi kubwa ya kijeshi Djibouti inayojulikana kama Camp Lemonnier, ambayo hutumika kwa operesheni za kupambana na ugaidi ndani ya pembe ya Afrika na Mashariki ya Kati. Lakini Marekani siyo peke yake huko. China nayo ilifungua kambi ya jeshi yake ya kwanza ya nje ya nchi nchini Djibouti mwaka 2017. Hilo lilifanya ushindano wa Marekani na China ndani ya Afrika kuonekana wazi zaidi. Katika Niger pia, Marekani iliwekeza kwenye operesheni za usalama na drone surveillance kwa ajili ya kufuatilia makundi ya wanamgambo katika eneo la Sahel. Kwa miaka kadhaa, Niger ilikuwa moja wa washirika muhimu wa Marekani kwenye vita dhidi ya ugaidi Afrika Magharibi. Pembe ya Afrika nayo imeendelea kuwa muhimu kwa Washington kutokana na ugaidi, usalama wa bahari ya Shamu, biashara kimataifa na ukaribu wake na Mashariki ya Kati. Lakini ushindani wa Marekani ndani ya Afrika leo haupo tena kwenye ulinzi pekee. Sasa kuna vita vingine kubwa zaidi, vita vya teknolojia na rasilimali za baadaye. Kadri dunia inavyoingia kwenye zama za AI, magari ya umeme, semiconductors, nishati mbadala pamoja na teknolojia za hali ya juu, mataifa makubwa yameanza kuona umuhimu mkubwa wa rare earth minerals na madini yanayopatikana Afrika. Madini kama cobalt, lithium, coltan, graphite na rare earth elements yamekuwa muhimu sana kwenye utengenezaji wa battery, chips, smartphones, mifumo ya AI na teknolojia ya kijeshi. Na Marekani inaelewa kuwa kama China itaendelea kudhibiti minyororo mingi ya usambazaji wa madini hayo ndani ya Afrika, inaweza kupata faida kubwa kwenye ushindano wa teknolojia wa karne hii. Ndio maana Washington imeanza kuongeza ushirikiano mpya wa kibiashara na uwekezaji barani Afrika. Katika miaka ya hivi karibuni, Marekani imejaribu kuongeza uwekezaji, kushirikiana kwenye miradi ya nishati, kusaidia miundombinu ya kidigitali na kujenga mahusiano mapya ya kiuchumi na nchi za Afrika. Pia imeongeza mikutano ya viongozi wa Afrika na Marekani kwa lengo la kuonesha kuwa bado ina maslahi makubwa ndani ya bara. Lakini tofauti na China ambayo mara nyingi huonekana kupitia miradi mikubwa ya miundombinu, Marekani imekuwa ikijaribu kutumia zaidi uwekezaji katika sekta binafsi, ushirikiano katika teknolojia, ushirikiano katika usalama, ushirikiano katika ulinzi na usalama na biashara. Kwa upande mwingine, wakosoaji wa Marekani wanasema kwa miaka mingi Washington iliipuuza Afrika na kuipa nafasi China kujenga ushawishi mkubwa zaidi. Wengine wanaamini kuwa Marekani imeanza kurudi kwa nguvu zaidi sasa kwa sababu imeona ushindani wa China na Urusi unaongezeka.
Na kadri ushindani huo unavyoendelea, Afrika imekuwa sehemu muhimu zaidi ya geopolitics ya dunia. Kwa sababu leo hii bara hili sio tu soko la bidhaa au chanzo cha malighafi, ni sehemu muhimu ya ushindani wa teknolojia, ushawishi wa kijeshi, biashara na mustakabali wa uchumi wa dunia. Ingawa mataifa mengi ya Afrika yalipata uhuru rasmi miaka mingi iliyopita, kuhusu ushawishi wa Ulaya ndani ya bara haujawahi kuisha. Kwa baadhi ya Afrika, ukoloni uliisha pamoja na kushushwa kwa bendera za kikoloni na kuondoka kwa watawala wa zamani. Lakini kwa wengine, mfumo wenyewe haukuondoka kabisa, ulibadilika tu. Na hakuna taifa la Ulaya ambalo limekuwa likitajwa zaidi kwenye mjadala huo kuliko Ufaransa. Kwa miongo mingi baada ya uhuru, Ufaransa iliendelea kuwa na ushawishi mkubwa sana ndani ya nchi nyingi za Afrika Magharibi na Afrika ya Kati zilizokuwa makoloni yake ya zamani. Ushawishi huo haukuwa wa lugha na utamaduni pekee. Ulihusisha pia fedha, siasa, biashara na usalama. Moja ya mambo yanayozungumzwa sana ni mfumo wa CFA franc, sarafu inayotumiwa na baadhi ya nchi za Afrika na Afrika ya Kati. Kwa miaka mingi, wakosoaji wa mfumo huo wamesema kuwa uliendelea kuipa Ufaransa ushawishi mkubwa kwenye uchumi wa nchi hizo, kwa sababu sarafu hiyo ilikuwa imefungwa kwa mfumo unaohusisha benki kuu ya Ufaransa na baadaye Eurozone. Wafuasi wa mfumo huo wamesema umeleta uthabiti wa fedha na kusaidia kudhibiti kupanda kwa bei, inflation. Lakini wakosoaji wanasema umeendelea kuzuia baadhi ya nchi kuwa na uhuru kamili wa sera zao za fedha. Mbali na fedha, Ufaransa pia iliendelea kuwa na ushawishi mkubwa wa kijeshi ndani ya Afrika. Kwa miaka mingi, jeshi la Ufaransa lilikuwa linafanya operesheni katika nchi mbalimbali za Sahel kupambana na makundi ya wanamgambo na ugaidi. Operesheni kama Barkhane zilihusisha uwepo wa maelfu ya wanajeshi wa Ufaransa katika nchi kama Mali, Niger na Chad. Lakini kadri miaka ilivyopita, baadhi ya wananchi wa nchi hizo walianza kuhoji uwepo huo wa kijeshi. Wakosoaji waliuliza, kwa nini baada ya miaka mingi ya operesheni za kijeshi, hali ya usalama bado ilikuwa mbaya katika baadhi ya maeneo? Na pole pole, maandamano dhidi ya ushawishi wa Ufaransa yakaanza kuongezeka. Katika baadhi ya nchi, watu walikuwa wakichoma bendera za Ufaransa mitaani, huku wakidai kuwa Paris bado ilikuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye maamuzi ya kisiasa na kiuchumi ndani ya nchi zao. Niger ikawa mfano mkubwa wa mjadala huo. Nchi hiyo ina moja ya akiba muhimu zaidi za uranium duniani, madini muhimu kwa uzalishaji wa nishati ya nyuklia. Kwa miaka mingi, makampuni ya Ufaransa yalikuwa na nafasi kubwa kwenye sekta hiyo. Wakosoaji walianza kuuliza kwa nini nchi yenye uranium nyingi kama Niger bado ilikuwa na kiwango kikubwa cha umaskini, wakati rasilimali hiyo ilikuwa muhimu sana kwa uchumi wa Ufaransa. Mjadala huo uliendelea kuongezeka hasa baada ya mapinduzi ya kijeshi ya nchini Niger mwaka 2023, ambapo viongozi wapya walichukua msimamo mkali dhidi ya ushawishi wa Ufaransa. Lakini sio Ufaransa pekee. Uingereza nayo imeendelea kuwa na mahusiano makubwa ya biashara na Afrika kupitia huduma za kifedha, nishati, uchimbaji madini na biashara za kimataifa. London imeendelea kuwa moja ya vituo muhimu vya kifedha kwa kampuni nyingi zinazofanya biashara Afrika, hasa kwenye sekta za madini na mafuta. Kwa upande wa Umoja wa Ulaya kwa ujumla, swala kubwa zaidi limekuwa ni uhamiaji. Katika miaka hivi karibuni, Ulaya imekuwa ikifanya makubaliano mbalimbali na mataifa ya Afrika kuhusu udhibiti wa uhamiaji, usalama wa mipaka na ushirikiano wa kiusalama. Lengo kubwa la EU limekuwa kupunguza idadi ya wahamiaji wanaovuka kutoka Afrika kuelekea Ulaya kupitia Mediterranean. Lakini wakosoaji wa sera hizo wanasema baadhi ya makubaliano hayo yanaifanya Afrika kuwa kama buffer zone ya matatizo ya Ulaya ya uhamiaji. Kadri mijadala hii inavyoendelea, hisia za kupinga ushawishi wa zamani wa kikoloni zimekuwa zikiongezeka katika baadhi ya nchi za Afrika. Vijana wengi wa Afrika wameanza kuhoji, nani anafaidika zaidi na rasilimali za Afrika? Nani anadhibiti mifumo ya fedha? Na kwa nini mataifa ya nje yanaendelea kuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye maamuzi ya bara? Ndio maana leo hii, ndani ya mijadala mingi ya kisiasa Afrika, kuna watu wanaosema ukoloni haukuisha, ulibadilisha mfumo.
Kwao tofauti pekee ni kwamba zamani kulikuwa na watawala wa moja kwa moja, lakini leo ushawishi unakuja kupitia biashara, mikopo, makubaliano ya kijeshi, makampuni ya mataifa mbalimbali na mifumo ya uchumi wa kimataifa. Na kadri ushindani wa dunia unavyoendelea kuhamia Afrika, mjadala huo unaendelea kuwa mkubwa zaidi kila mwaka. Kadri dunia inavyoingia kwenye zama mpya za teknolojia, umuhimu wa Afrika umeongezeka kwa sababu moja kubwa: madini. Kwa miaka mingi watu wengi walikuwa wanaangalia mafuta kama rasilimali muhimu zaidi duniani. Lakini sasa hali inaanza kubadilika. Dunia inaingia kwenye kipindi ambacho magari ya umeme, AI, nishati mbadala, smartphones, teknolojia ya kijeshi na advanced computing vitahitaji aina mpya ya rasilimali. Na nyingi ya rasilimali hizo zinapatikana Afrika. Na ndio maana wachambuzi wengi wa siasa za kimataifa wanasema vita mpya ya dunia sio tu kuhusu mafuta tena, ni vita ya madini. Na hakuna nchi inayotajwa zaidi kwenye mjadala huu kuliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo ina baadhi ya akiba kubwa zaidi duniani za cobalt, madini muhimu mno kwenye utengenezaji wa betri za magari ya umeme, simu, laptop na mifumo ya utunzaji wa nishati. Kadri kampuni duniani zinavyotengeneza magari ya umeme kwa wingi zaidi, hitaji la cobalt limeongezeka sana. Kwa mfano, Tesla, BYD, Apple, Samsung na kampuni nyingi za teknolojia zinatengeneza minyororo ya usambazaji inayohusisha cobalt kutoka Afrika. Lakini cobalt sio madini pekee muhimu. Afrika ina lithium, coltan, graphite, manganese na rare earth minerals ambazo ni muhimu kwenye semiconductors, mifumo ya AI, military hardware pamoja na teknolojia za nishati mbadala. Coltan ambayo hupatikana kwa wingi Kongo ni muhimu kwenye utengenezaji wa vifaa vya elektroniki kama smartphones, kompyuta pamoja na gaming consoles. Kwa maneno rahisi, vifaa vingi vya kisasa vinavyotumika duniani leo vina muunganiko wa moja kwa moja na madini kutoka Afrika. Ndio maana mataifa makubwa yameanza kuangalia bara hili kwa umakini mkubwa zaidi. China imewekeza sana kwenye migodi ya Kongo pamoja na minyororo ya usambazaji ya cobalt. Marekani nayo imeanza kutafuta ushirikiano mpya wa madini na serikali za Afrika ili kupunguza utegemezi wake kwa China. Ulaya nayo inahitaji rasilimali hizo kwa ajili ya kuhamia kwenda kwenye nishati ya kijani na magari ya umeme. Na kadri ushindani huo unavyoongezeka, Afrika imekuwa kituo muhimu cha kile wachambuzi wanachokiita the resource war of the future, yani vita vya rasilimali vya baadaye. Lakini tofauti na vita vya zamani, hii sio vita ya wazi ya majeshi kupigana. Ni ushindani wa mikataba, uwekezaji, ushawishi, haki za uchimbaji madini na vilevile udhibiti wa minyororo ya usambazaji. Kwa mfano, mataifa makubwa sasa yanataka kuhakikisha kuwa yana access ya muda mrefu kwenye madini muhimu kabla ushindani haujazidi kuwa mgumu zaidi. Kwa sababu kila taifa linaelewa jambo moja: yeyote atakayekuwa na udhibiti wa rasilimali muhimu za teknolojia ya baadaye atakuwa na faida kubwa ya kiuchumi na kisiasa. Ndio maana leo hii Afrika sio tu chanzo cha malighafi kama zamani, imekuwa sehemu muhimu ya baadaye katika AI, magari ya umeme, teknolojia ya kijeshi, semiconductor pamoja na uhamaji wa nishati ya dunia. Lakini pamoja na umuhimu huo mkubwa, bado kuna mjadala mkubwa ndani ya Afrika kuhusu nani anafaidika zaidi na rasilimali hizi. Katika baadhi ya maeneo yenye madini mengi, wananchi bado wanakabiliwa na umaskini, migogoro, rushwa na mazingira magumu ya kazi migodini. Kwa miaka mingi mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakionya kuhusu ajira za watoto, makundi ya wanamgambo na unyonyaji katika baadhi ya maeneo ya uchimbaji madini hasa Kongo. Na hapo ndipo swali kubwa linaanza kujitokeza. Ikiwa Afrika ina rasilimali muhimu kiasi hiki kwa mustakabali wa dunia, kwa nini sehemu nyingi zenye madini hayo bado zina matatizo makubwa ya maendeleo? Wakosoaji wengine wanasema ushindani wa mataifa makubwa kuhusu madini ya Afrika unaweza kuendelea kuongeza ushawishi wa nje bila kubadilisha maisha ya wananchi wa kawaida.
Lakini wengine wanaamini kuwa kama bara litaweza kusimamia vizuri rasilimali zake, Afrika inaweza kuwa moja ya sehemu muhimu zaidi kiuchumi duniani katika karne hii. Kwa sababu ukweli ni kwamba dunia ya kisasa haiwezi kuendelea kiteknolojia bila Afrika. Kutoka kwenye simu za mkononi mpaka seva za AI, kutoka magari ya umeme mpaka mifumo ya kijeshi. Nyuma ya teknolojia nyingi za dunia kuna madini yanayotoka Afrika. Kadri ushindani wa mataifa makubwa unavyoendelea kuongezeka ndani ya Afrika, swali moja limeendelea kujitokeza mara kwa mara. Afrika inanufaika kweli au inatumika? Kwa upande mmoja, ni wazi kuwa bara limepata uwekezaji mkubwa katika miaka hivi karibuni. Reli zimejengwa, barabara zimeongezeka, bandari zimeboreshwa, miradi ya nishati, uchimbaji wa madini na teknolojia vimepanuka katika nchi nyingi. Mataifa makubwa yanaendelea kuleta fedha, biashara, teknolojia na ushirikiano wa kiusalama. Lakini upande mwingine wa mjadala unasema kuwa pamoja na uwekezaji huo wote, bado sehemu kubwa ya wananchi wa Afrika hawajaona mabadiliko makubwa ya maisha yao. Ndio maana maswali mengi yanaendelea kuulizwa. Je, mikopo inayochukuliwa inaleta maendeleo ya muda mrefu au inaongeza utegemezi? Je, mikataba ya kijeshi inayofanywa na mataifa makubwa inaleta usalama wa kweli au inaongeza ushawishi wa nje ndani ya nchi za Afrika? Na je, madini ya Afrika yanawanufaisha wananchi wa kawaida au yanaendelea kuwatajirisha zaidi watu wachache na makampuni ya kimataifa? Katika baadhi ya nchi, miradi mikubwa ya miundombinu imeongeza biashara na usafiri, lakini pia kuna wasiwasi kuhusu madeni makubwa, mikataba isiyo wazi, rushwa pamoja na udhibiti wa rasilimali muhimu. Katika maeneo yenye madini mengi, changamoto bado zinaonekana wazi. Kuna nchi ambazo zina cobalt, dhahabu, mafuta au uranium nyingi, lakini wananchi wengi bado wanaishi katika umaskini wa kutupwa. Na hiyo ndio sababu vijana wengi wa Afrika wameanza kuuliza maswali tofauti kuhusu mustakabali wa bara lao. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, kuna kizazi kipya cha Afrika kinachozungumzia utegemezi wa kiuchumi, umiliki wa ndani wa rasilimali, teknolojia, mapinduzi ya viwanda na nafasi ya Afrika kwenye uchumi wa dunia. Wengine wanaamini kuwa Afrika ina nafasi kubwa sana katika karne hii kwa sababu dunia haiwezi kuendelea bila rasilimali zake. Kadri AI, magari ya umeme, nishati mbadala pamoja na teknolojia ya hali ya juu vinavyoongezeka, umuhimu wa madini na soko la Afrika utaendelea kuwa mkubwa zaidi. Lakini wengine wanaonya kuwa bila viongozi wenye mipango ya muda mrefu, bara linaweza kuendelea kuwa sehemu ya ushindani wa mataifa makubwa bila kupata faida kubwa kwa wananchi wake, kwa sababu ushindani wa leo sio wa kawaida. Mataifa makubwa yanapigania ushawishi, njia za biashara, teknolojia, ufikiaji wa kijeshi pamoja na rasilimali za baadaye. Na sehemu kubwa ya ushindani huo ipo Afrika. Ndio maana wachambuzi wengi wa siasa za kimataifa wanasema Afrika imekuwa moja ya maeneo muhimu zaidi duniani katika karne hii, kwa sababu bara hili lina watu wengi vijana, rasilimali nyingi, soko linalokuwa na nafasi muhimu kwenye biashara ya kimataifa. Lakini mustakabali wa Afrika unategemea swali moja kubwa. Je, bara litaweza kutumia ushindani huu kwa faida yake lenyewe au litaendelea kuwa uwanja ambao mataifa makubwa yanapigania ushawishi wao? Kwa sasa jambo moja ni wazi. Afrika sio tena bara ambalo dunia inalipuuzia. Ni sehemu muhimu ya mustakabali wa uchumi, teknolojia na siasa za dunia. Na vita hivyo haipiganwi kwa risasi pekee. Inapiganwa kwa pesa, bandari, mikopo, teknolojia, madini na ushawishi wa kisiasa. Na kadri dunia inavyobadilika, ushindani huo utaendelea kuwa mkubwa zaidi ndani ya Afrika.